Ujambo na karibu sana mtazamaji Bongo Super Media. Klabu ya Simba kwa sasa ndio klabu ambayo imesalia katika michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika katika hatua ya finali. Kwa maana katika timu zote ambazo zimeshiriki katika michuano ya shirikisho, lakini pia michuano ya klabu bingwa, timu pekee kutoka nchini Tanzania ni Simba ambayo ndio inashiriki michuano hii ya shirikisho na imefika katika hatua ya finali, ambapo wanakwenda kukutana na klabu ya Berkane kutoka pale nchini Morocco. Sasa katika video hii mtazamaji Bongo Super Media, tunakwenda kuangaza kiasi cha fedha ambacho Simba amekiingiza mara baada ya kuingia finali. Simba ameingiza mabilioni ngapi? Utakwenda kufahamu ndani ya video hii. Vile vile tunakwenda kuangaza tarehe za mchezo ambapo michezo hiyo itachezwa, kwa maana mchezo wa finali mkondo wa kwanza na mchezo wa finali mkondo wa pili. Tarehe hizo tunazo hapa, lakini pia tutakwenda kuchambua kwa ufupi tu wapinzani wa klabu ya Simba. Hapa na wazungumzia Berkane. Yote hayo utayafahamu ndani ya video hii. Wewe cha kufanya ni kubonyeza alama ya kusubscribe ili uwe mtu wa kwanza kupata video mbalimbali ambazo zinawekwa hapa Bongo Super Media kila siku. Kwanza kabisa, kuna baadhi ya kauli ambayo huwa ina trendi sana katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Watu huwa wanasema kwamba usimkatie mtu tamaa, mtu sio mbwa, kwa sababu mtu anaweza kafanikiwa ama kapandishwa katika wakati wowote ule pindi ambapo Mwenyezi Mungu huwa anaamua. Sasa basi, miongoni mwa mchezaji ambaye alizungumzwa sana katika mchezo wa kwanza ni Jean Charles Ahoua, katika mchezo ambao ulitamatika katika visiwa vya Zanzibar, ambapo Simba alishinda bao 1-0 likifungwa na Jean Charles Ahoua, lakini alikosa nafasi ya wazi kabisa akiwa yeye na goli, kiasi kwamba ukatokea mtafaruku mkubwa. Baadhi ya mashabiki lakini pia wadau mbalimbali wa soka wakaubeza uwezo wa Ahoua, lakini mwisho wa siku klabu ya Simba imefuzu katika hatua ya finali mara baada ya mchezo wa marudiano kuisha kwa 0-0, kwa maana suluhu. Hivyo bao la Ahoua, yule ambaye watu walikuwa wakimtukana, ndio limewapeleka watu finali. Watu wanasema kwamba ukiwa ongea lakini usimalize. Lakini mtazamaji Bongo Super Media, wacha tuangaze kiasi cha fedha ambacho klabu ya Simba imekichukua ama imekiingiza mara baada ya kutinga katika hatua ya finali katika kombe la shirikisho barani Afrika. Kwa Simba kufuzu finali, Simba imejihakikishia kiasi cha shilingi bilioni 2.6. Endapo itatoa ubingwa, basi klabu ya Simba itapata shilingi bilioni 5.2. Kwa maana mpaka hivi sasa ambavyo tunaongea, Simba haya mabilioni yapo mikononi mwake. Bilioni 2.6 tayari hii ipo kabisa mikononi mwake. Ikiwa talibeba kombe, basi anachukua bilioni 5.2. Fedha ndefu kweli kweli. Hii ni fedha ambayo kimsingi Simba akifanikiwa kuchukua kombe, basi ni fedha ambayo kimsingi inaweza ikarejesha baadhi ya matumizi ya msimu mzima. Mtazamaji Bongo Super Media, iko ndio kiasi ambacho CAF wanatoa kwa bingwa. Bingwa anakula bilioni 5.2, lakini makamu bingwa kwa maana mshindi wa pili anakula bilioni 2.6, kwa maana bilioni 2 na milioni 600. Fedha ambazo mpaka sasa unaweza kusema kwamba Simba hizi fedha anazo. Sasa miongoni mwa swali ambalo watu wengi wamekuwa wakijiuliza, mchezo wa finali anacheza lini na anaanzia wapi? Tayari ripoti rasmi na taarifa rasmi zimeshakwisha kutoka. Katika mchezo wa finali Simba anaanzia ugenini mwezi ujao, kwa maana mwezi Mei tarehe 17 anakipiga dhidi ya klabu ya Berkane, ambapo Berkane wamemtoa Constantine kwa aggregate ya bao 4-1. Hivyo basi Berkane atakuwa nyumbani na majira yatakuwa ni ya saa 12 za jioni, ambapo Simba atacheza pale nchini Morocco dhidi ya klabu ya Berkane. Ni Mei 17 hiyo. Kwa tarehe 17 Simba anakwenda nchini Morocco kwenda kuiwakilisha Tanzania na kuliwakilisha taifa kwa namna moja ama nyingine. Lakini pia mchezo wa marudiano Simba, mchezo huo utachezwa majira saa 12 katika dimba la Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Itakuwa ni Mei 25, kwa maana mchezo wa kwanza ni tarehe 17 mwezi wa 5 na mchezo wa pili utakuwa ni tarehe 25 mwezi wa 5. Hivyo Simba wanajipanga na kujizatiti kweli kweli kuelekea katika michezo hii ya finali. Sasa mtazamaji Bongo Super Media, maswali yamekuwa ni mengi sana. Vipi kuhusiana na Berkane? Vipi kuhusiana na Simba? Je, Simba atapasuka dhidi ya Berkane ama mchezo utakuwa ni namna gani? Hapa nakwenda kutoa tathmini ya uchambuzi kuelekea mchezo huu wa finali wa kombe la shirikisho barani Afrika, kwa maana Simba dhidi ya Berkane.
Na ukumbuke tu kama bado hujabonyeza alama ya kusubscribe, bonyeza alama ya kusubscribe ili uwe mtu kwanza kupata video mbalimbali ambazo zinawekwa hapa Bongo Super Media. Mtazamaji, na bila kupoteza muda, wacha tuangaze tathmini ama uchambuzi dhidi ya Berkane. Mtazamaji, ukiwatazama Berkane kama umefuatilia vizuri, Berkane ni timu ambayo ina kasi zaidi na inatumia vizuri sana nafasi ambazo wako nazo. Lakini kuna advantage moja ambayo Simba wanayo. Berkane ni ngumu sana kuweza kugongana ama kuwa na migongano na wachezaji wenye asili ya Kiafrika. Nimeweza kutazama vizuri sana mchezo wa Berkane dhidi ya klabu ya ASEC Mimosas, mchezo wa hatua ya robo finali, ambapo Berkane alikwenda kushinda pale nchini Ivory Coast bao 1-0. ASEC akiwa nusu, Berkane anashinda bao 1-0. Berkane anarudi nyumbani na ASEC inamfuata Berkane. Berkane inakwenda tena kushinda bao 1-0. Hiyo ni ASEC ambayo imefuzu hatua ya robo finali kwa kulingana points, yani imefuzu kwa magoli ikiwa na points 8, lakini imefuzu kwa magoli. Berkane ameweza kushinda ugenini 1 na nyumbani 1. Kwa maana mpaka hapa umegundua kwamba Berkane timu ambazo zina asili ya Kiafrika, kwa maana wale watu weusi huwa wanawapa tabu sana kutokana na fiziki ama nguvu ambazo wako nazo. Hivyo Berkane aliteseka sana kupata ushindi dhidi ya klabu ya ASEC Mimosas. Hivyo Simba anapokwenda kukutana na Berkane, viko vitu vingi sana ambavyo Simba inabidi vifanye ili kuweza kulainisha mchezo, ili akienda katika dimba la Benjamin Mkapa aweze kutusua. Kwa maana ya kwamba Simba akienda nchini Morocco mnamo tarehe 17, kitu cha msingi ambacho Simba anakwenda kukifanya ni kwenda kuzuia. Hilo ndio lengo namba 1. Alafu lengo namba 2 Simba ambalo nakwenda nalo pale nchini Morocco ni kwenda kutafuta bao la ugenini. Hilo ni lengo namba 2, lakini kuzuia ni lengo namba 1 sana, kwa sababu unapoweza kuzuia ukiwa ugenini, basi ni nafasi nzuri sana ya kujihakikishia ukienda nyumbani pengine ukafunguka na ukapata bao, kama utaweza kuzuia vizuri sana ugenini. Lakini vile vile Berkane wao lengo lao litakuwa ni moja tu, kupata matokeo nyumbani, kwa sababu wanaufahamu vizuri sana uwanja Benjamin Mkapa. Huwa ni uwanja mgumu sana, na kiwanja cha Mkapa kimekuwa ni kiwanja kigumu sana kwa Waarabu wengi. Ukitoka unamshukuru Mwenyezi Mungu. Hivyo basi Berkane mchezo huu wa nyumbani wanataka na wenyewe umalize, kwa maana washinde bao nyingi kuanzia hata bao 3-4 na kuendelea, kwa sababu ndio itakuwa ni malengo yao, ili mchezo marudiano kwao uwe ni mchezo wa kurelax. Lakini ukweli ni kwamba ikitokea Simba amefungwa bao 1-0 ama matokeo yakatoka matokeo ya bila au Simba akapoteza bao 2-0, kuna uwezekano mkubwa sana mechi ya finali katika jiji la Dar es Salaam, dimba la Benjamin Mkapa, ikawa ni mechi ngumu sana kwa upande wa Berkane, kwa sababu Simba wamekuwa wakifanya vizuri sana, hasa wakiwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Wamekuwa wakiziadhibu timu nyingi sana za Kiarabu katika dimba la Benjamin Mkapa, lakini silaha kubwa ya Berkane ni kasi. Berkane wana kasi, wanakimbia kweli kweli na wanajua vizuri sana kutumia nafasi. Na kocha wa Simba amesema kwamba watu washerekee, lakini wakumbuke kwamba wasisherekee sana, bado kuna finali iko mbele. Hivyo mambo ambayo yanaanza na maandalizi ambayo yanaanza ni maandalizi ya finali. Mchezo wa finali ni 50-50. Berkane ana asilimia zake 50 kuchukua kombe, Simba ana asilimia 50 kuchukua kombe. Ingawa Simba anaweza ratiba ikawa imembeba zaidi, kwa sababu anamalizia nyumbani na anakuwa na nguvu zaidi. Maoni yako ni yapi, mtazamaji wa Bongo Super Media, kuhusiana na Simba kufuzu hatua ya finali? Lakini pia mchezo wa finali unahisi utakuwa ni mchezo namna gani? Unahisi Simba ataleta ubingwa wa Afrika nyumbani hapa nchini Tanzania? Andika maoni yako hapo katika sehemu ya comments.